kufanya kazi ya kung'oa mimea vamizi kwa majina Oldepe. Oldepe haina majani kwa mbuzi, kwa mifugo, na inakausha ardhi na imechukua eneo kubwa la hekari zetu. Mmea huu huwa unaharibu mazingira na inaharibu kabisa hali ya upatikanaji wa majani kwa wakati. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Wananchi wa kijiji cha Ngaruka Chini, kata ya Ngaruka, wilayani Monduli wamelazimika kuchukua hatua ya kufyeka takriban hekari 100 za nyanda za malisho zilizoathiriwa na mmea vamizi au gugu vamizi uliotapakaa kila kona ya eneo hilo. Wakizungumza, wananchi wa kijiji hicho wamesema kuwa wamejitokeza kwa wingi kushiriki zoezi la kufyeka mmea huo, kwani unaangamiza majani yanayofaa kwa matumizi ya mifugo. Wananchi wameeleza kuwa mmea huo umekuwa kikwazo kikubwa kwa shughuli za kifugaji, hali iliyowalazimu kushirikiana ili kurejesha uhai wa nyanda za malisho. Emmanuel Ole Nailenya ni mwenyekiti wa nyanda za malisho kwa sasa. Amesema kuwa aina hiyo ya mmea vamizi haina manufaa yoyote kwa mifugo, kwani haina majani yanayoliwa na mifugo. Ameongeza kuwa mmea huo unakausha ardhi na kupunguza rutuba na umechukua eneo kubwa ambalo awali lilikuwa na nyasi nzuri kwa ajili ya mifugo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Ngaruka ya Chini amewapongeza na kuwashukuru wananchi kwa kujitokeza kwa wingi na kuitikia wito wa kufyeka mmea huo. Vile mwenyekiti wa kijiji hicho cha Ngaruka Chini amechukua pia nafasi ya kuishukuru kampuni ya Soil for the Future kwa kuwapatia wananchi elimu kuhusu namna sahihi ya kufyeka mmea vamizi na kuvuna upya majani ya malisho yaliyokuwa yametoweka kwa muda mrefu. Elimu hiyo imewapa wananchi uelewa wa uhifadhi endelevu wa nyanda za malisho na matumaini ya kuboresha maisha yao kupitia ufugaji wenye tija. Hii ni Oldonyo Media, nami ni Juliana Laiza. Mimi naitwa Lewanga Keia Mole. Ni mkazi wa kijiji cha Ngaruka Chini, lakini pia ni mratibu wa nyanda za malisho. Mmea huu huwa unaharibu mazingira na inaharibu kabisa hali ya upatikanaji wa majani kwa wakati. Na mimea huu imekuwa ikileta kiangazi kikali kwa sababu umekuwa ukimea kwa kasi na kiangazi unakuwa unaendelea kwa hali ya juu kulingana na mmea huu. Kwa hiyo mimi kama mwananchi wa Ngaruka Chini, kwa 99% ya jamii ya wafugaji walioizunguka kijiji hiki, huu mimea ndio ina madhara makubwa kwa maeneo haya, kwa sababu inanyima majani mengine kuota, ikiwemo majani ya mifugo, emurua, waldiamonywa, majani ambayo yangefaa hata kupandwa katika maeneo haya. Lakini kulingana na mmea huu vamizi, inaonekana kwamba imenyima majani mengine kuota kwa wakati. Sasa basi, kampuni hii ya Soil, baada ya kuona tukio hili ambalo iko kwenye sehemu ya tabia nchi na iko kwenye sehemu ya uharibifu wa mazingira, wameamua kuigharamia kijiji cha Ngaruka Chini, kuipa pesa na kuweza kufanya kazi ya kung'oa huu mmea vamizi kwa gharama yoyote. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tunaendelea kuwaunga mkono na tunaendelea pia kuwapokea wawe wawekezaji wetu katika nyanda za malisho. Huu mmea kwa kweli tangu sisi tuzaliwe tunaona tu kama kuna kipindi inasinyaa inapotea kidogo na kuna kipindi inarudi kwa wingi. Kwa hiyo inategemeana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwanza madhara yanayojitokeza ni kutuwekea ardhi tupu inaitwa orpora. Lakini pia madhara mengine ni yenyewe kuota kwa wingi na kuididimiza majani mengine. Kwa hiyo ndio madhara makubwa na mifugo kukosa malisho. Lakini pia lazima tushukuru kwamba hata sisi tulikuwa tuna nia ya kutaka kufeka huu mimea, lakini uwezo hatuna kifedha. Baada ya Soil kutusaidia, ndio tukawa na moyo moja kwa moja ya kupambana na mmea huu. Tunashukuru serikali, lakini pia tunaishukuru serikali ya kijiji na mwenyekiti wake, kwa sababu baada ya kuwaletea wananchi semina kwamba huu mmea ni mmea vamizi, haiko katika mimea ya asili yenye faida kwa binadamu au kwa mifugo, wananchi wakapata muamko, hata wasipolipwa wako tayari kufeka. Lakini kulingana wamewezeshwa kidogo, ndio imewapa pia motisha zaidi
Kwa hiyo nao wako tayari kuuteketeza mmea huu ili waweze kupata majani ambayo anaweza yakamudu hali ya ukame. Mimi naomba serikali kwamba tuna ekari zaidi, labda haipungue 800 au labda 1000. Tunaomba kabisa mimea huu serikali tusaidie, isapoti hata serikali ya kijiji ili iwaweze wananchi wateketeze kabisa mmea huu kwa nguvu ya serikali. Kwa hiyo tunawaomba kabisa waone kama hili ni swala ambalo ni janga kwenye maeneo ya nyanda za malisho. Kwa hiyo tunaomba watusaidie, watusapoti, watuunge mkono ili tuweze kupambana na mmea huu. Mimi kwa majina naitwa Abraham Kitata Mwele. Ni mwananchi wa kijiji cha Engaruka Chini, natokea kitongoji cha Endepesi. Sisi kama wananchi wa kijiji cha Engaruka Chini tumekuja kufanya kazi ya kung'oa mmea vamizi kwa majina ODP. Anayetuangamizia majani ya mifugo yetu kijiji cha Engaruka Chini pamoja na kata nzima ya Engaruka. Sisi kama wananchi tumesema sasa hivi tulipo tumeshafika heka 88. Kwa hiyo tunaelekea kumalizia kufika, maana tunaohitajika tufike heka 100. Kwa hiyo sasa hivi tulipo tumemaliza heka 88. Kwa hiyo 90% tupo sasa hivi. Kwa hiyo kama wananchi, kwa ajili ya kiangazi mgumu kiasi hichi, tunajua kwamba tumefanya kazi ya inayotufaidisha, alafu tunailetea maendeleo pamoja na majani ya mifugo yetu, maana mifugo yetu kama kiangazi kali kama hii hatutakaangamia kama kiasi hichi tukipata majani hapa. Sisi kama wananchi wa kijiji cha Engaruka Chini, kwanza tunampongeza sana mwenyekiti wa kijiji cha Engaruka Chini ambaye Jeremia na mke Mwele, ambaye ndio tuleta kwenye mkutano mkuu wa kijiji cha Engaruka Chini, akatuhamasisha, akatupa elimu na semina pamoja na shirika la Soil, naye ametoa elimu kuwafundisha kwamba hapa ni eneo letu, hapa ni sehemu ya kuboresha ili mifugo yetu wapate majani ya kuendelea. Lakini sisi yeye ndio anatuhamasisha pamoja na wenyekiti wetu wa vitongoji wote, vitongoji 5 kwa kijiji cha Engaruka Chini, pamoja na kamati yetu ya malisho. Wote tunawapongeza, tunampa manufaa, anatuletea manufaa ya majani tupatikane kwenye kijiji cha Engaruka Chini. Mimi kama mwananchi wa kijiji cha Engaruka Chini naweza kuwashawishi wananchi wa kijiji cha Engaruka Chini kwamba tulipong'oa ile mmea vamizi tukaona kwamba kijiji cha Engaruka Chini, sehemu za malisho za mifugo kipindi cha kiangazi itakuja kukaa sawa, maana mpaka sasa hivi ili shirika limetuletea manufaa nzuri kulikoni, kwa sababu hapa sasa hivi tulipo imekuwa mambo mabaya sana, au bana majani kuweta, hata mvua ikipiga kiasi gani majani hauti. Kwa hiyo mimi na uwezo kushawishi watu wananchi wa kijiji cha Engaruka Chini kwa hapo maelezo na kwa hapa semina mbalimbali. Malisho ya kijiji cha Engaruka Chini yalikuwa ni mabaya sana kwa ajili ya hii mmea vamizi, maana ametuangamizia sana majani ya mifugo. Kwa hiyo hapa hii kijiji kwanza hapa tulipo ni sehemu za malisho, lakini hautaona majani hata kidogo hapa. Lakini ndio tumeamua baada ya shirika la Soil kuletea semina mbalimbali, nasi tukaamua kusema ni ndio, maana tumeona manufaa kwamba hii ndio inatuangamizia majani ya kijiji cha Engaruka Chini. Kwa majina naitwa Nembusi, nimetokea kijiji cha Engaruka Chini. Kitu kinachofanyika, tumeamua kuja kukata hii ODP, maana ni mimea vamizi na tunajua kwamba ni hasara kwa kutotoa majani, na tunajua kwamba tukikata faida inayotuletea majani yanaota na mifugo wanaweza kupata majani na wanapata na afya bora. Tunawashukuru sana ile shirika la Soil, maana wametuletea uwezo wa kufanya kazi hiyo, maana wameingiza pesa. Kwa hiyo wananchi wakasapotiwa na wakawakubali nao, maana wanajua kwamba wakikata hii mimea vamizi ni faida kwao kwa ajili ya mifugo. Ni majani yameisha kutoota kwa ajili ya hii mimea vamizi ya ODP na nyingine mimea vamizi ya Lesikirai. Tukaona kwamba tukikata hii ODP tukiweka kwenye haya masehemu ya orfora inaisha na baadaye majani yanaota kabisa vizuri. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Olole Analena, ni mkazi wa kitongoji cha Ndimi, mwenyekiti mstaafu awamu iliyopita. Pamoja na hayo sasa hivi mimi ni mwenyekiti wa nyanda za malisho. Maana sisi kwa hapa sasa hivi tumebahatika
tulipata ufadhili wa hela kidogo kwenye shirika la Soil kupitia mradi tuliopokea, na kwa hela tulizopewa sisi tumeamua kuelekeza kwenye nyanda za malisho, kwani ndio mafanikio tulipata hiyo hela kwa ajili ya nyanda za malisho. Tukaamua kuelekeza hela kidogo kama kiasi cha milioni 10. Kwenye hiyo milioni 10, wananchi ndio wenyewe tumewapanga wakazi wa kitongoji cha Ngaruka Chini. Tumepanga kama vitongoji, kila kitongoji ekari 20, tukiwa na vitongoji vitano, kwa maana yote jumla inakuwa ni eka 100. Tukajipanga kwa kila eka moja wanashare watu 2 kwa kukata mmea vamizi. Mmea vamizi tuliokuwa nayo sisi hapa kabisa ni mmea mbaya kabisa kuliko yote, waldebe. Waldebe haina majani kwa mbuzi, kwa mifugo, na inakausha ardhi, na imechukua eneo kubwa la hekari zetu katika nyanda za malisho. Karibia robo 3 kabisa ni waldebe. Kwa lengo letu sisi au maoni yetu sisi, tunaomba fadhili zaidi, tusaidiwe hata angalau tuweze kutokomeza waldebe kwa kutumia njia hii ya wananchi kukata, kwani sasa hivi sehemu tuliogusa tumeigusa tu, hekari mingi bado waldebe bado imechukua sehemu mingi. Hata nyanda za malisho tukijaribu kuzia kipindi hiki ya nyanda za malisho wakati wa kiangazi, wakati tunapofungua tunakuta sehemu chache tu ndio kuna majani, waldebe imechukua sehemu kubwa. Tungeomba fadhili zaidi, tuongezewe, tufadhiliwe ili tupate hata kitu kidogo cha kuweza kuwapa wananchi ili kutokomeza waldebe, kwa sababu ndio mmea vamizi hapa sisi tunayo hapa kwenye eneo letu. Kwa hiyo naomba nifikishe hayo machache, na hapo sasa hivi awamu ya pili tukikata waldebe. Mara ya kwanza tulipokata kwenye eneo lingine la pale juu, bado tumeona mafanikio. Kwanza ile eneo limerudi tena, mbegu limerudi tena, mbegu ardhini ipo, aishi, imerudi tena, na pale imeboreka. Kwa sababu yale unapokata waldebe, mvua ikinyesha yale maji yanatoa pale, majani kidogo kiota inajenga pale kwenye ile pori tulilokata na kuanza kutengeneza rutuba. Kwa hiyo tumeona kwamba heri kukata, tukikata si kuchoma, kukata ni kusambaza na kuweka sehemu iliyopata mmomonyoko, kwa sababu mvua ikinyesha maji yanatoa pale. Kwa hiyo tumeona kwamba ni pale tunapokata ni njia moja wapo kutokomeza orpara, kwa sababu maji yakituama pale majani inaota, inaboresha tena udongo wa pale na kurudisha mbolea. Kwa majina anaitwa Koningwa Jeremia Namke, mwenyekiti wa kijiji cha Ngaruka Chini. Awali yote nimshukuru Mungu kwa siku ya leo. Tumeanza sasa kufika nyanda za malisho kama haya ambayo tunayategemea. Tutaanza sasa kuyavuna majani ambazo yamepotea kwa muda mrefu. Kwa kweli hii mimea vamizi ilikuwa ni ya muda mrefu sana. Tangu sisi kuzaliwa ndio tumekuta tu mimea vamizi hapa. Ijapokuwa haikuwa hivi, ilikuwa na majani, lakini kadri inavyoendelea miaka inavyokwenda, nazo majani hii mimea vamizi inavyozidi kumea inavyozidi kumea majani ya malisho. Lakini kwa sasa hivi tumeanza kufyeka, na nategemea mvua ikianza tu, nadhani tutaanza kuona matokeo mazuri. Kwa hiyo na wananchi wangu kwa sasa hivi wameanza kuitikia baada tu ya kuanza kufyeka maeneo kama haya, na bado wamepata
faida mara mbili, maana wamepata kale ka asilimia ambayo tunawalipa katika kufyeka majani, katika kufyeka mimea famizi, na bado wanapata faida kutokana na majani ambayo baadaye yataota katika ukanda huu wa nyanda za malisho. Kwa hiyo wananchi wa kijiji cha Engaruka Chini wameanza kabisa kukubali mradi wa kampuni ya Soil kuwa ni mradi mzuri sana, ni mradi mkubwa na ni mradi mzuri sana ambaye baadaye bado tutaendelea kufanya mambo mengi tu. Kwa hiyo tukiendelea kuboresha nyanda za malisho, imeonekana kuna mambo mengi tutayafanya. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa kijiji cha Engaruka Chini, kwanza nipende kuwashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya makampuni haya.